Ni pigo kubwa kwa Rais Samia Suluhu kwa maandamano kufanyika maeneo yote Tanzania. Karibu katika habari zetu za sasa, niweze kukujuza, bonyeza alama ya like na subscribe. Na uchaguzi mkuu nchini Tanzania imeweza kutafutiwa kuwa si ya haki kutokana na usimamizi wa uchaguzi, mfumo wa kisiasa, uhuru wa vyombo vya habari na ushiriki wa vyama vya upinzani katika uchaguzi. Kwanza, Tume ya Uchaguzi ya Taifa NEC ambayo ina jukumu la kusimamia uchaguzi haina uhuru wa kutosha na wajumbe wao tume hiyo ni wa Chama cha Mapinduzi, jambo ambalo limesababisha mashaka makubwa juu ya uwezo wa tume hiyo kuwa na ufisadi na isiwe ya huru. Lakini tungependa kusikia kutoka kwako, je, unakubaliana na haya maandamano ambayo yanaendelea kufanyika siku hii ya uchaguzi, ambapo waandamanaji wanasema kuwa uchaguzi uweze kusitishwa? Pili, vyama vya upinzani ni mdogo mno, kwa maana Rais Samia Suluhu anayeshindana na wao hawana hadhira kama vile Tundu Lissu ambaye ameshikwa kiongozi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, na viongozi wa upinzani kukamatwa kama vile naibu mwenyekiti pia wa Chadema John Heche na kuzuiwa kufanya mikutano ya kampeni na pia katika uchaguzi mkuu, jambo ambalo limewapa motisha waandamanaji kuandamana. Kumbuka chama tawala kilipewa nafasi kubwa ya kufanya kampeni nchini nzima, ila upinzani haikupata hiyo nafasi ya kufanya kampeni kwa vikwazo vingi vinavyopunguza uwezo wa wao kuwafikia wapiga kura, jambo ambalo linaleta ukosefu wa usawa. Pia uhuru wa vyombo vya habari ni mdogo mno wakati uchaguzi, kwa maana vyombo vya habari vinavyopinga serikali vingine hufungwa, na serikali pia imeweza kudhibiti magazeti na pia vituo vya redio na televisheni vinavyotoa taarifa zinazokosoa serikali au kuunga mkono wapinzani kinyume na demokrasia, ambapo vyombo vya habari vya umma vinatakiwa kuhudumia wananchi wote, kuhutumika zaidi kutangaza mafanikio ya chama tawala cha CCM na kupotesha taarifa kuhusu wapinzani ama upinzani. Tungependa kusikia kutoka kwako, tueleze maoni yako kuhusiana na haya maandamano ambayo yanaendelea katika maeneo mbalimbali nchini Tanzania, sana sana Dar es Salaam, Dodoma na Moshi, ambapo wafuasi wa chama pinzani kama vile Chadema wameweza kupata mori na kuandamana. Kumbuka si wananchi peke yao, pia wanaharakati na pia wanajeshi wameweza kushirikiana ili kuandamana. Pia kuna madai ya wizi wa kura na udanganyifu katika vituo vya kupigia kura. Kumbuka hapo jana tuliweza kuona lori ambalo lilikuwa limebeba kura ambazo zimepigwa, na mwendeshaji lori alikuwa amesema amebeba mahindi, lakini ile kuwa lori, na ni jambo ambalo limeweza kuwapa wananchi mori ama hasira na kuweza kuingia barabarani na kuandamana. Kumbuka maandamano haya afanyike tu Tanzania peke yake, ila pia Ekani ambapo wananchi wanaoishi huko, wananchi wa Tanzania wameweza kuandamana pia huko wakitaka uchaguzi huu uweze kusitishwa. Tuandikie maoni yako, tungependa kusikia kutoka kwako kuhusiana na haya maandamano, tueleze hapo chini, na pia usisahau kubonyeza alama ya like na subscribe hapo chini.